siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini na mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanuni hii kuna macho kutiwa nuru. Kuna macho kutiwa nuru. Utaona kama anaingiliana na mawazo ya Paulo ya kwamba kupokea ufahamu wa mapenzi ya Mungu, kwa sababu ufahamu ni kugundua. Macho yakitiwa nuru unagundua. Sasa unagundua nini? Unagundua upana katika Kristo, unagundua kina katika Kristo, unagundua yale marefu katika Kristo. Ni yale maashirio ambayo muamini anawajibika kuyaishi kwa sababu ya kutembea na Kristo. Kama usingekuwa na Kristo, usingekuwa na sababu ya maisha hayo kuyatamani kuyaishi. Lakini kwa ajili ya Kristo, neno la Mungu linatupa mwanga ya kwamba tunapaswa kufahamu hivi na kuishi hivi na kutenda hivi, ili neema za Mungu ziongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni viwango ambavyo vinapatikana katika kuwa na utulivu mwingi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Paulo anaposema hatuachi kuomba, mimi nikaandika hapa kwamba kutokana na maombi haya tunajifunza namna ya kuwaombea watu wengine. Namna ya kuwaombea watu wengine tunapokuwa na ufahamu huu katika Kristo Yesu. Kuombea watoto wetu. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza kwa wale wanaoandika. Kuombea watoto wetu. Maana tuna watoto ambao wamezaliwa kwenye wokovu, lakini hawajamjua Mungu kabisa, ijapo wanaabudu. Wanahitaji kuwa na ufahamu huu mpya, kuombea watoto wetu. Lakini tuna marafiki ambao tuliokoka tukiwa nao, wao wakawa hawajaokoka. Hata kama wametufuata kwenye imani, wao bado hawajawa nuruni, wala hawajawa na ufahamu, hawajajua maarifa ya Mungu wala ujuzi wa kimungu. Kwa hiyo hawa nao tunatakiwa kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Hawa marafiki tunapaswa kuwaombea. Lakini pia waamini wenzetu, wale ambao wamekwisha kuamua kuokoka, ni muhimu kuwaombea ili Mungu ageuze mioyo yao wote wafahamu sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini wajue mwito ambao Mungu amewaita, ya kwamba ametuitia maisha matakatifu. Kila aliyekubali mwito akubali kuwa na tabia takatifu katika maisha yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika kuomba
tuwaombee watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu. Amen. Kwa nini tuwaombee watumishi wa Mungu? Tunawaombea watumishi wa Mungu kwa sababu watumishi wa Mungu ndiyo dira ya Mungu. Ili Mungu afikishe makusudi yake kwa watu wake, Mungu anawatokea watumishi wake, na akiwatokea watumishi wake, Mungu anawapa maelekezo watakayokuja kuyatoa juu ya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Jamani, huwa ninasema ukitaka kubarikiwe vizuri, muangalie mhubiri. Usiruhusu kuinama kuangalia kitu Sogeeni kabisa. Maana nataka tusaidiane kuhubiri. Sawa? Sasa wewe utaomba kidogo kidogo. Wewe utaomba kati. Sio sana wala sio kidogo. Wewe utaomba sana. Sawa? Yesu asifiwe. Hawa nimechukua watu watatu, lakini ni sawa na mtu huyu mmoja. Hawa ni sawa na mtu mmoja. Hawa ni wa Pentecoste, siwezi nikawafundisha wanaombea nini. Kila mmoja ataomba, ninyi msikie sauti zao. Omba kwa kuangalia huko. Haya, wewe anza kuomba. Mnasikia huko maombi? Lakini yuko anaomba. Hayo umemaliza rafiki. Sasa huyu ndio tuseme haya, omba maombi ya kati. Huyu anaomba maombi ya kati, umemaliza. Wewe ongeza nguvu ya Amen. Sasa hawa ni mtu huyu mmoja, maombi ya chini anaomba. Ameamua kuomba maombi ya kati, ameamua kuomba maombi ya juu. Umeona tofauti yake? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukisema kwamba naomba ongeza nguvu ya maombi, naomba ongeza nguvu, unaelewa? Nikisema omba maombi ya kawaida, unaelewa? Nikisema omba maombi ya kati, unaelewa? Nikisema omba maombi ya nguvu, unaelewa? Sasa kanisa, naomba tuongeze nguvu ya maombi. Samahani, rudini mkae. Kanisa, naomba tuongeze nguvu ya maombi. Kwa maana hiyo kwamba tuwe watu wa maombi. Tuwe watu wa maombi. Sijui kama naeleweka jamani. Ni rahisi kutamani maongezeko ya mafanikio. Ni rahisi kwamba 2026 Mungu nibariki kabisa. Sasa Mungu habariki mtu asiyechukua kanuni. Sijui kama mnanielewa. Lazima uwezo wetu wa kuomba kwa Mungu ubadilike, na viwango vyetu vya kufahamu neema ya kumwomba Mungu tuongeze viwango.
tuongeze ujuzi. Huwa ninashuhudia wakati ndio nimeitwa, nimeenda mara ya kwanza chuoni, tulikuwa tunahubiri wala hakuna nayeokoka kwenye chuo. Siku ile wanafunzi wote tukakutana, tukasema jamani, sasa tunajua Mungu wetu ni Mungu anayejibu. Sasa kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayejibu, hii wiki kila mtu aombe anavyojua kwamba nikiomba hivi Mungu ananionekania. Yaani kila mtu ajiachie kwa Mungu kwenye maombi, ili wiki ijayo Mungu aokoe. Na kuambia yale maombi tuliomba, walikuwepo waliokuwa wanaroli chini. Wakati wa kunena kwa lugha wanaroli chini. Nikisema kuroli chini si mnaelewa? Wanaenda wanakuru baba, wengine wanaruka, wengine wanakimbia, yani kila mmoja kwa namna yake. Yale maombi tuliomba, matokeo ya majibu ya siku ile, na kuambia waliokoka watu hawa 3 na mtu mmoja alikuwa ni jambazi, wakaokoka. Kwa hiyo kuna vitu Mungu hawezi kufanya maishani mwetu kwa sababu ya viwango vyetu vya kumwendea Mungu. Havijawa viwango vyenye nguvu, havijawa viwango vyenye maamuzi ya kumaanisha. 2026 tumaanishe. Nasema 2026 tumaanishe. Haleluya! Na ni mbaya sana kama mtu anaishi haongezeki. Ni mbaya sana. Yesu asifiwe. Ni mbaya. Lazima tumwambie Baba anayemeesha na kukuza afanye maongezeko, maisha yetu yabadilike, viwango vya kumpenda Mungu viongezeke, neema za umiliki ziongezeke, neema za ulinzi ziongezeke, lakini zitatokana na namna tunavyomwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Haya, nikasema lazima tuombe Mungu ili tupate uwezo wa kuzaa matunda. Kila mshirika awe na uwezo wa kuzaa matunda, lakini ni tumuombe Mungu ili tupate uwezo wa kuimarishwa kiroho, ili watu wa Mungu wajae nguvu za kimungu. Lakini tuombe Mungu katika kupata uwezo wa kulinda imani yetu pamoja na haki yetu, ili imani siingiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona kanisa linaendelea, tuna misingi 16 inayodufanya kanisa letu liendelee. Misingi 16 ya imani. Kuna mambo ambayo tunayaamini 16. Sasa tunaposema kulinda imani yetu ni pamoja na kutokwenda nje ya imani yetu. Na asilimia nyingi ya mafundisho ya makanisa yetu tunazunguka kwenye misingi hiyo 16. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mipaka ya muhimu kwamba mtu aliyeokoka hili haruhusiwi kulifanya. Hiyo ni pamoja na kulinda imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Haturuhusu uzinzi kwenye kanisa hili.
kwa sababu ni kanisa takatifu. Sasa kulinda imani ni pamoja na kutoruhusu maisha ya dhambi kwa washirika. Ni marufuku mume wa mtu kuchukua mke wa mtu, au mke wa mtu kuchukua mume wa mtu. Ni marufuku msichana kuingia kwenye mahusiano au kijana kuingia kwenye mahusiano. Ni marufuku. Biblia inasema sisi tunashirikiana na makanisa yote ya Kipentekoste. Kanisa ambalo sio la Kipentekoste hatushirikiani katika imani. Kama tunashirikiana kibinadamu, sio kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, ni muhimu kutambua ili usiende nje ya imani, ili uilinde imani. Ukienda nje ya imani umepotea, lakini ukiilinda imani hutaenda nje ya imani. Kwa hiyo tuombe Mungu tusiende nje ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwasaidia vijana wetu wa kiume na vijana wetu wa kike waweze kutambua na waweze kuwa na msimamo wa kutokuyumbika wala kupotoka na kwenda nje ya kile tunachokiamini. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kweli Mungu ametufanyia fadhila. Tunapomuomba Mungu, tunaomba Mungu watu wakumbuke ambako Mungu amewatoa. Unajua kuna mtu anaweza akapata neema baada ya kutembea katika mtembeo huu, lakini akasahau alikotoka. Kasahau. Ukimwambia kusoma Biblia hana shida ya Biblia tena. Ukimwambia kuwa mwaminifu kwenye ibada hana shida ya ibada. Lakini ukikumbuka ile tabu shetani alivyokuwa amekubana, alivyokuwa amekukandamiza, lakini hii neema ilivyokujiria ukafunguliwa, na kuambia utaishi kwa toba. Baba, ulionifanyia sijafanya vizuri kwako, sijafanya, nisaidie nifanye vizuri. Yaani wana wa Mungu lazima tuwe na shukurani kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na shukurani. Ukiangalia Mungu alikotutoa ni mbali sana, mbali sana. Naona na hata watu wa dunia wanasema asiyeshukuru ni kafiri. Sasa kwa mtu kabisa ambaye umejifunza kudumu katika matendo mema, unafika mahara hata ibada inakuwa kikwazo.